الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. Nitangulize kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ametuwafikisha kwa mara nyingine tena kupata taufiki na hatua ya kukimbilia katika nyumba iliyokuwa bora, ikiwa kulifanya hili ni kutekeleza maagizo yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu kumshukuru kwa sababu hili ambalo tumewafikiwa kulifanya halikuishia tu kwa uzuri wa mipango tuliyokuwa nayo, wala haikutoshea ufasaha wa upangiliaji majukumu yetu katika kila siku ndani ya maisha yetu, bali ulihitajia taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wengi mno katika sisi ambao kwa namna moja ama nyingine wao walikuwa bora zaidi wa mipango kuliko sisi, lakini muda huu ambao mimi na wewe tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuyatekeleze, wako miongoni mwao wanapigania uhai wao sekunde za mwisho. Madaktari wanapishana, manesi wanakwenda mbio wakiamini wana uwezo wa kuokoa maisha ya huyo aliyekuwa hapo kitandani, lakini kumbe taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo mwenye kujua hakika yake yule aliyelala pale kitandani atainuka ama ndio safari ya maisha yake imeishia hapa. Lakini hivyo wakati mimi na wewe tuko hapa,
Wako wengine wanahimizana kumalizia kumfukia mwenzao ili nao pia wawahi katika ratiba za Ijumaa kama ambavyo mimi na wewe tumekimbilia hapa. Na huyo anayefukiwa ama anayezikwa, pengine jana alitoka kunyoosha kanzu yake kwa ajili ya kuingia mapema katika nyumba hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutekeleza haya tunayoyafanya, lakini kwa kukosekana taufiki ya Allah kwamba leo nawe awepo hapa, ndilo lilopelekea akaweko huko aliko na mimi na wewe tukawepo katika viwanja hivi vitukufu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hayo na mengine mengi, tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sambamba na hilo ni kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye hakuna lugha utakayomuelezea ikaishinda lugha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Qur'an. Qur'ani yote imemueleza na kumtangaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ambayo ikafika wakati Mwenyezi Mungu anathibitisha nafasi ya mtume katika ulimwengu, wa innaka la ala khuluqin adhim. Kwingine akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na maeneo mengine mengi akimuelezea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa sisi ni umma wake, wafuasi wake. Ni bahati kubwa ambayo tunapaswa kuendelea kuitumia kwa kuhakikisha haipiti sekunde wala dakika katika uhai wetu ila tumetoa jitihada ya ziada katika kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni wahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, tumcheni sana Mwenyezi Mungu, tumcheni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupo mwisho wa ulimwengu, mwisho ambao kila kizuri kimepoteza thamani yake na kila chahovyo ndicho kinachopambwa kiwe na thamani zaidi. Lakini hakika iliyokuwepo kwa Mwenyezi Mungu juu ya haya tunayoyafanya ni kuyatengeneza yale mazuri tunayoyafanya na ucha Mungu wa dhati katika vifua vyetu, lakini yale mabaya ambayo tunayaepuka pia iwe tunayaepuka kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa mfunguo 5 1448. Tunaelekea katika mwezi wa kumbukumbu ya mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani imemueleza vya kutosha Bwana Mtume Muhammad, lakini alikuwa akielezwa ndani ya Qur'ani nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mimi na wewe, na tunaelezwa ama tumeelezwa hayo lengo tuijue nafasi yetu na tujue thamani iliyokuwemo ndani ya maisha yetu, tuweze kuitumia vile inavyopaswa ili tufanikiwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ilikuwa ni kuendelea kumwambia nafasi yake na majukumu yake kwetu sisi, kwamba hapo nilipokuweka na hao uliokuwa nao, nafasi yako wewe kwao ni rahma. Waoneshe huruma, waoneshe mapenzi, waoneshe ubinadamu, waoneshe utu unaopaswa kuoneshwa, waijue nafasi yao, waijue nafasi yako, kama ambavyo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka nafasi hizo katika maisha. Ndio pale ukisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahala pengine Mwenyezi Mungu anatuambia walaqad karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu, kwamba kwa nafasi aliyokuwa nayo na utukufu aliyokuwa nao
akaletewa mtukufu zaidi ndani ya huyo huyo mwanadamu ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuendelea kuonesha utukufu wa mwanadamu namna ulivyo. Mimi na wewe ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad, tunajitangaza na tunalitambua hilo na tunaishi hivyo kwa mujibu wa tunavyojitangaza katika ndimi zetu. Lakini ipi hakika yetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nafasi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mtume ndani ya maisha yetu, zawadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya maisha yetu, ni namna gani tunaipokea, namna gani tunaitumia, namna gani tunaishi nayo kwa namna atakayoiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelekea katika mwezi wa mfunguo sita, mwezi wa mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nafasi tuliyokuwa nayo, tuna jukumu, tuna wajibu na tuna haki ya kujiandaa hisan wa maanan katika kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utazame moyo wako, tazama kila kilichokuwa ndani ya maisha yako, tazama kila kinachokamilisha maana ya uwepo wako, kina nafasi gani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengeneza maandalizi ambayo yanayofanana kuwa wewe ni mfuasi wake. Weka maandalizi yanayoonyesha kwamba anayekuja mbele yangu ni mkombozi ndani ya maisha tuliyokuwa nayo. Historia inayokuja mbele yangu ni ya yule ambaye sina mafanikio ila ni yeye, na sina kutengenekewa katika ulimwengu isipokuwa ni yeye, na ndio njia pekee itakayonisalimisha kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkombozi ndani ya maisha yangu mimi na wewe, je, tunalijua hilo? Mkao tuliokaa ni mkao unaothibitisha kwamba mtume ni mkombozi ndani ya maisha yetu? Namna tunavyoishi ndio maisha ambayo yanayoonesha kwamba tumeitambua nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mkombozi na sisi ndio tunaokombolewa? Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah, usalli usallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ikhwatal a'izza, marratan ukhra usikum wa usi nafsi bitaqwallah. Niusieni waja wa Allah baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumcheni sana Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Ni wajibu na ni jukumu letu kuishi katika maisha hayo ikiwa kweli tunazitafuta na kuzitaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad ndiyo mkombozi katika maisha yetu. Katika suratu Tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika wallahi amewajieni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe anayetokana na nyinyi wenyewe, ni mwanadamu kama mlivyokuwa nyinyi ni wanadamu, ni mtu anayeishi ndani ya maisha yenu kama ambavyo nyinyi mnaishi. Mnakwenda sokoni mnarudi, mnakwenda dukani mnarudi, mnaoa, mnazaa bi tawfiqi llahi subhanahu wa ta'ala, mnashirikiana katika jamii na yote ambayo yanayohusiana na wanadamu katika jamii. Rasulun min anfusikum,
mbele akataja mambo mawili. Ndio ujumbe wangu katika Ijumaa ya leo, tuondoke nao katika kujiandaa na kuyapokea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kwanza anasema azizun alayhi ma anittum, Mtume anashughulishwa, anataabishwa, anateseka na tabu mnazozipata nyinyi wafuasi wake, zinamshughulisha. Kila akikaa anawaza juu ya matatizo na dhiki mlizokuwa nazo. Ni vipi hata watoeni hapo mlipo muende katika mafanikio? Ndio ile siku aliyopata habari baada ya kuona jeneza lilopita anayekwenda kuzikwa si Muislamu, ni Myahudi, akaonekana ni mwenye huzuni, mwenye kulia. Akauliza, Rasulullah, unalilia nini na aliokufa sio Muislamu? Akasema, kinachoniliza ni vipi imewezekana kijana wa Kiyahudi kufikwa mpaka na umauti, anarejea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, nami nimeshindwa kumrejesha katika shahada kabla ya kufikwa na umauti wake. Amekufaje huyu Myahudi sio Muislamu na mimi nipo? Azizun alayhi ma anittum. Si hayo tu, ukisoma historia ya Mtume utayakuta mengi, namna gani alikuwa akipata tabu kupitia tabu za masahaba wake na wafuasi wake. Hilo halikuishia baada ya kuondoka yeye na masahaba, bali ni lenye kuendelea mpaka tutakaporudi kwa Mwenyezi Mungu, mpaka tutakapoingia peponi bitaufiqillah. Ndio pale mwenyewe aliposema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kwamba yeye furaha yake na matamanio yake na mipangilio yake, mapigano anayoyafanya ni kuhakikisha kila aliyekuwepo katika umma wake, wafuasi wake, aingie katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ina maana yule ambaye anakwenda kinyume na kuonesha kwamba hana mipango ya kuingia katika pepo ya Allah, ilhali yeye ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad, ajue kwamba hii ni dhiki anayompatia Mtume kupitia yeye, kwa sababu ni mfuasi wa Mtume Muhammad. Kwa hiyo la kwanza azizun alayhi ma anittum, lakini la pili harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Mtume anapupa na mafanikio yenu. Kama ukisoma historia yake, alikuwa akipigana, akipambana kuweka ulimwengu katika hali ya sawasawa. Kuna wakati alikuwa mkali, alikuwa mkorofi. Yote hayo alikuwa akiyafanya kwa sababu anatafuta mafanikio yenu, na ndio sifa ya kiongozi mwenye kumfuata Bwana Mtume Muhammad. Ili awe kiongozi wa sawasawa mwenye kuyafuata maelekezo na maisha ya Bwana Mtume Muhammad, tabu za wafuasi wake zimshughulishe zaidi yeye. Kila akikaa angalia namna gani atayaondosha mazito ya watu wake, na mafanikio ya watu zake yampendeze na yapiganie wapate mafanikio zaidi. Lakini ukiona ama ukijiona wewe ni kiongozi ukayakosa haya mawili, maana kwa hiyo haujasimama katika malezi na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kuondoka nalo ni hili: ikiwa Mtume anashughulishwa na tabu na dhiki zetu, yeye zinamtesa zaidi. Ikiwa Mtume pupa yake ni mafanikio yetu, yeye ndio furaha yake zaidi. Je, wewe mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanayokushughulisha, yanayokupa tabu katika maisha yako, yanastahiki kumpa tabu Mtume Muhammad? Yaani ukijitazama wewe kwamba unateswa na nini katika maisha yako, hicho ambacho kinachokutesa wewe, ni kweli haki yake Mtume naye atese nacho? Dhiki uliokuwa nayo wewe, ni kweli dhiki hiyo inamfaa Mtume naye katika maisha yake juu yako? Inawezekana wewe dhiki yako kubwa ni kwa nini mwenzio anafanikiwa wewe ufanikiwi. Moyo wako unakunja, moyo wako una weusi. Pupa uliokuwa nayo ni kuharibu mafanikio ya watu.
kwamba huyu amefanikiwa. Kwa nini kafanikiwa? Basi ni haribu mafanikio yake aliyokuwa nayo. Dhiki za aina hii na pupa za aina hii sio anazostahili kuzipata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moyo wako hauna raha, nini kisa? Kwa sababu tu kila ukienda kubeti haufanikiwi, yani hauna raha wewe, kwa sababu kila ukipanda hela yako katika mkeka wa kubeti kule haupati, wenzio wanapata, wewe haupati, kisha unajiita ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad. Dhiki hiyo sio dhiki anayoitaka Mtume Muhammad. Swali, funga, ishi katika al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ishi umo. Inafika wakati dhiki yako ni atabu katika chakula, lakini maisha yako yamezungukwa na halali. Alfajiri ya baridi kali, unaamka kwenda kusali alfajiri kwa dhiki na kwa tabu, lakini kwa sababu ni wajibu lazima ukasali, inuka nenda kasali. Mtume aone kwamba huyu ni mfuasi wangu, anataabishwa na yale ambayo ni haki yake kutaabishwa nayo, na yeye ayapiganie kuhakikisha unafanikiwa katika maisha yako. Kwa tunakwenda katika kuupokea mwezi wa mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini twende tukaseme na vifua vyetu na nafsi zetu, tukaisafishe mioyo yetu. Inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Moyo ukiwa msafi, dhiki zote ulizokuwa nazo kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dhiki wala sio matatizo hayo. Ndio pale tunapoambiwa na mashekhe zetu, umekwama, mambo hayaendi, kaa chini msalie Mtume Muhammad, mambo yatafunguka. Mipango haiendi, kaa chini msalie Bwana Mtume Muhammad. Mara kadhaa shekhe wetu anatuambia hapa, hakikisha haikupiti siku yenye masaa 24 ila walau umemsalia Mtume mara 1440. 1440 umemsalia Mtume Muhammad kwa sigha yoyote utakayoiweza wewe. Moja ya masiku tukamuuliza tukiwa darasani, Sheikh, umetuambia kwa nini 1440 isiwe 1000 au isiwe 1400? Hii 40 imekuja ya nini juu? Akatuambia, changamsheni vichwa vyenu, pigeni hesabu, mtaelewa kwa nini 1440. Akatuambia, siku ina masaa mangapi? Siku ina masaa 24. Yani siku moja imezungukwa na masaa 24. Lisali moja na dakika ngapi? Dakika 60. Akasema, chukueni calculator zenu, pigeni hapo 60 mara 24 mtapata jawabu. Na ndivyo ukipiga hapo utapata jawabu 60. Kwa hiyo 24 ni 1440. Kwa nini 1440? Akatusomea hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'b radhiallahu anhu alimuuliza Mtume juu ya kumsalia, ni kusalie mara ngapi kwa dhiki nilizokuwa nazo? Thuluthi moja? Akamwambia ni sawa, lakini ukizidisha ni bora. Thuluthi mbili? Akamwambia ni sawa, lakini ukizidisha ni bora. Akamwambia basi nitakusalia maisha yangu yote. Mtume akamwambia, ukinisalia maisha yote, mambo yako yatatengenekewa fi dunia wal akhirah, dhiki zako zitaondoshwa. Kwa hiyo shekhe wetu anatuambia msalieni mara 1440 ili muwe mmepata sehemu ya ile hadithi ya Ubay bin Ka'b radhiallahu anhu arda. Manake itakuwa kwa siku wewe kila dakika umemsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiulize wewe leo, kwa siku unamsalia Mtume mara ngapi? Kama haujaipata idadi hiyo, dhiki zako, tabu zako, nenda kasitengeneze zinavyotakikana, ili ziwe dhiki ambazo zinafaa kuwepo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tupambanie katika maisha na mwenendo uliokuwa wa sawa sawa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم على ما صليت
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.